Moja ya habari ambayo ina trendi sana hizi siku mbili tatu ni baada ya mwanamke mmoja mzee sana aliyepatikana katika airport ya Marekani. Baada ya kufanyiwa uchunguzi wa passport ya mwanamke huyu, ikaonekana mwanamke huyu anatoka katika nchi ambayo haijulikani katika ulimwengu, na passport yake ilikuwa inasomeka mwanamke huyo anatoka katika nchi ya Tolenza, ambayo kiukweli nchi hiyo ukitafuta hata katika ramani kubwa za dunia haionekani. Ikabidi wafanye uchunguzi wa passport ili kujua kwamba passport hiyo ni original au fake. Cha ajabu zaidi, walipofanya uchunguzi wa passport ilionekana mwanamke huyo amefuata vigezo vyote vya kuipata passport, na passport hiyo ilikuwa na mihuri yote original, ambapo kwa kawaida passport zote zinakuwa na hiyo mihuri. Kwa hiyo maana yake mwanamke huyu hakuwa tapeli wala hakuwa mwizi ambaye hakufuata vigezo. Kwa kawaida alifuata vigezo vyote ambavyo mtu ambaye anasafiri kwenda katika nchi tofauti na nchi yake, basi vigezo hivyo anakuwa navyo. Sasa mwanamke huyo aliuliza, yuko wapi? Wakamjibu yuko katika nchi ya Marekani. Alipoambiwa hivyo akasema it is the mistake kwa yeye kuwepo pale na kwamba haikutakiwa yeye kuwepo pale. Sasa ikabidi wampeleke katika chumba cha mahojiano ili wamuulize baadhi ya maswali kwamba kwa nini anasema it is the mistake kwa yeye kuwepo katika nchi ya Marekani. Alipopelekwa katika chumba cha mahojiano, mwanamke huyo alipotea ghafla, yani aliyayuka pasipo kuonekana tena katika chumba cha mahojiano. Sasa kama unafuatilia sana akaunti yangu, nilishawahi kuzungumzia teknolojia ya teleportation pamoja na time traveling, yani kusafiri katika muda. Sasa wataalamu wanasema inawezekana mwanamke huyu atakuwa amesafiri katika muda. Kama sio kutoka katika future, basi atakuwa ametoka katika past, na kama hajatoka katika future na past, basi atakuwa ametoka katika galaxy nyingine. Oh my god. Teknolojia ya teleportation hii inahusisha zaidi kuyayuka, yani unaweza ukasafiri kwenda nchi yoyote duniani within a second kwa kuyayuka tu ukajikuta huko katika nchi unayoitaka. Na time traveling unaweza kusafiri kwenda katika muda wowote ule, yani whether ukasafiri kwenda katika miaka ya baadaye, whether ukasafiri kwenda katika miaka iliyopita. Tuchukulie unasafiri kwenda katika miaka ya baadaye, yani mwaka 2050, au ukasafiri kwenda katika miaka iliyopita nyuma, mwaka 1960, alafu ukapata tena nafasi ya kurudi katika present, yani miaka ya hivi leo. Sasa hem tufanye uchunguzi kidogo, mimi na wewe. Mfano tuseme mwanamke huyu ametoka katika past. Tukizungumza katika kumbukumbu zote za ulimwengu, sidhani kama kuna nchi ambayo imeshawahi kuitwa Tolenza. Manake tunaweza tukafanya confirmation kwamba mwanamke huyu hajatoka sasa katika past, yani katika miaka iliyopita. Tukisema tuende katika future, hakuna mtu ambaye amewahi kusafiri kwenda katika future, whether uwe na hiyo teknolojia ambayo itakupeleka katika future. Sasa tuseme labda katika nchi za hivi karibuni, labda moja ya nchi ambazo leo